Asante Yesu, asante Yesu, asante Roho Mtakatifu, asante Baba yangu. Ninakutukuza, ninakuinua asubuhi ya leo. Asante Roho Mtakatifu kwa uaminifu wako. Asante Roho Mtakatifu kwa nguvu zako. Ni wewe Baba yangu unastahili kutukuzwa na kuinuliwa. Ni wewe Yesu unastahili kupewa utukufu asubuhi ya leo. Baba, wanao na watoto wako tuko mbele zako. Tumenyenyekea mbele zako kwa rehema nyingi asubuhi ya leo. Tutakase Bwana Yesu na turehemu kwa damu yako ya thamani. Sisi ni wanao Bwana. Tumeshuka mbele zako Roho Mtakatifu. Tumekosa mbele zako Bwana. Nasi tunaanguka magotini pako kama Daudi alisema, nianguke magotini pako Bwana. Nasi tunaanguka magotini pako asubuhi ya leo. Rehema zako zisizokoma, rehema zako zisizokoma, rehema zako zisizokoma, rehema zako zisizokoma. Rikanda ramanduru sata, rika baba, rehema zako zisizokoma, rehema zako zisizokoma. Riamanduru shakara baba, risa karanda rikanduru kuria basika, ramanduru kuria basika rababa, rusha karababa baba. Ni nani aliye kama we Bwana? Ni nani aliye kama we Mungu mwenye nguvu? Wengine Bwana wangekuwepo, lakini leo wapo. Mimi nimepata kibali na neema mbele zako. Ni wewe tu Bwana, ni wewe tu Bwana. Risanta ramakuria baba, rusa tatata ramakuria, riandara makuria basika. Baba, moyo wangu naimba sifa kwako. Moyo wangu naimba utukufu. Moyo wangu naimba heshima. Moyo wangu naimba kuinuka. Moyo wangu naimba utukufu wako. Makerubi na maserufi wanainama, wanaanguka chini ya kiti chako cha rehema. Baba, nimeinua mikono yangu juu kwa kuinulia wewe mwenye utukufu, wewe mwenye enzi na nguvu, wewe mwenye mamlaka na utukufu. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, kwa ajili ya mama huyu, kwa ajili ya baba huyu, kwa ajili ya kijana huyu, kwa ajili ya binti huyu anainua mikono yake kukutukuza. Baba, uhai umetupa wewe, heshima umetupa wewe, upendeleo umeweka kwetu. Ni wewe Bwana. Asubuhi ya leo tunaungana na maselofi, tunaungana na makerubi wanaokutukuza na kukuinua, wanaokutukuza na kuinua. Rikanda ramando rusata, rababa kuriamanda, reseterere shanta, rakakayanda ramakusha, resakaraba kuria, rinda, rosa ta. Baba, tumenyenyekea mbele zako. Tunasi utukufu wako Bwana, usituache Yesu. Utukufu wako Bwana usipungue kwetu. Neema yako Yesu isipungue kwetu. Mkono wako Bwana usipungue kwetu. Baba, fadhili zako ni kuu, uweza wako ni mkuu, mamlaka yako ni kuu, uweza wako ni mkuu. Robo shanda ramakuria, risa katatatata, raka makotasa, rikando rukushata, makari masikati. In the mighty name of Jesus. Baba, tunakuinua. Asante kwa uaminifu wako. Asante kwa uaminifu wako. Asante kwa kutupenda. Asante kwa kututhamini. Asante kwa kutuona kwamba na sisi tu wenye thamani mbele zako. Utukufu na enzi na nguvu ni zako, katika jina la Yesu. Penzi mwana familia, mwambie Yesu asante. Mwambie Yesu asante. Andika hata kwa mkono wako, comment hata kwa mkono wako, mwambie Baba asante. Mwambie Baba asante kwa kunileta asubuhi ya leo. Asante Yesu, asante Yesu. Ninaona mkono wa Mungu unakuja juu yako asubuhi ya leo. Ninaona Mungu akikuinua asubuhi ya leo. Naona Mungu akikufanikisha asubuhi ya leo. Naona Mungu akitenda jambo kubwa asubuhi ya leo. Naona Mungu akibadilisha ndoto zako. Naona Mungu akibadilisha uchungu. Naona Mungu akibadilisha maumivu ambayo umeumia kwa miaka mingi. Naona Mungu akibadilisha maumivu uliyopitia kwa muda mrefu. Ninasikia sauti ya Mungu asubuhi ya leo
kwamba mtu mmoja maumivu yake yanaenda kuisha, kwamba mtu mmoja maumivu yake yanaenda kutoweka. Haijalishi umelia kwa miaka mingapi, lakini Baba anaenda kufuta kilio ulicholia kwa miaka mingi, kilio ulicholia kwa muda mrefu, kilio chako ulicholia kwa muda mrefu, Baba anaenda kukifuta. Wewe ambaye uko tayari unasema Baba, nataka ufute kilio changu, na unataka ungane pamoja na mimi sahihi, unataka Mungu afute machozi, nataka Mungu akufute kutoka kwenye taabu, kwenye laana, kwenye mikosi, kwenye taabu, kwenye majanga, na unatamani kuungana pamoja na mimi, chukua hiyo namba ya WhatsApp, tuma message yako, tutasimama na wewe, tutaomba. Lakini pia chukua namba hiyo ya Vodacom ya sadaka, mwambie Mungu, ninapotoa sadaka hii, maumivu yangu na machungu yangu asubuhi ya leo yaishe. Utakapofanya hivyo, utaona Mungu anakutoa mzigo mkubwa uliotoa, mzigo mkubwa uliobeba, maumivu makubwa uliopitia, na maumivu yanakwenda kuisha, na mkono wa Mungu unakwenda kuwa dhahiri. Asubuhi ya leo kuna neema. Inawezekana unapita kwenye ya machungu, inawezekana unapita kwenye hiyo taabu, na unataka tusimame pamoja tuombe. Chukua hiyo namba ya WhatsApp, fanya kitu, tuma message yako, ambia mtu wa Mungu napitia hapa, tutaomba na Mungu atafuta kilio, atafuta mateso, atafuta taabu, atafuta kila huzuni katika jina la Yesu Kristo. Ninasikia sauti ya Mungu asubuhi ya leo. Nasikia zaburi hii ya asubuhi. Nasikia sauti ya Mungu. Rekamanda ramando robushata ramakuria basika. Ndani yangu nasikia kukupa siri kubwa sana ya Zaburi ya 113, na ukifanikiwa kujua siri hii, tayari umeinuliwa. Zaburi 113 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 9, Biblia inasema maneno mazito sana. Haleluya, enyi watumishi wa Bwana, lisifuni jina la Bwana. Jina la Bwana lihimidiwe tangu leo hata milele, toka mawio ya jua hata machweo yake. Jina la Bwana lisifiwe. Bwana ni mkuu juu ya mataifa yote, na utukufu wake ni juu ya mbingu. Ni nani aliye mfano wa Bwana Mungu wetu, aketie juu, anyenyekeaye na kutazama mbingu na dunia? Biblia inasema mstari wa 7, mwinua mnyonge kutoka mavumbini, mpandisha maskini kutoka jahani, amketishe pamoja na wakuu wa watu wake. Weka nyumbani mwanamke aliyetasa, awe mama wa watoto wenye furaha. Unaweza kuona zaburi hii ilivyobeba neema kubwa sana, na hii ni zaburi ambayo naamini kabisa Yesu anaenda kuachilia neema kubwa ya ajabu. Biblia inasema umuinua mnyonge kutoka mavumbini, na umpandisha kutoka jahani, na umuinua mnyonge kutoka mavumbini na kumpandisha maskini kutoka jahani, amketishe pamoja na wakuu wa watu wake. Daudi anapopata maono ya namna hii, Daudi wakati Mungu anamtuma Samueli aingie katika nyumba ya mzee Yese na aende kumuinua Daudi. Daudi alikuwa ametupwa, Daudi alikuwa porini, Daudi hakukuwa na matumaini tena kama Daudi angeweza kusimama. Hakuna aliyekuwa na matumaini kama Daudi angekuja kuwa kiongozi mkuu katika taifa. Hakuna aliyejua hata siku moja kwamba Daudi angeweza kuinuka. Lakini tunaona asubuhi ya leo Daudi anainuliwa kutoka mavumbini na anaenda kuketishwa pamoja na wakuu, na hakukuwa na matumaini kabisa katika nyumba ya mzee Yese. Na ndivyo ninavyosikia asubuhi ya leo kwamba kuna siri katika zaburi hii. Ni nani aliyeweza kumwinua Daudi kama siye Mungu? Kuna mahali Daudi alikuwa ametupwa, na mimi asubuhi ya leo nasikia kuna mahali umetupwa, kuna mahali ndoto zako zimetupwa, kuna mahali maisha yako yametupwa, kuna mahali kila ukipambana unaona mambo yaendi, unabaki na level ile ile ya chini, unabaki na level ile ile ya mavumbini. Hata watu wazuri wanakupita, hakuna anayekuona,
hakuna anayekuinua ofisini, kazi zako zote zimelala. Kila unakopambana na biashara unakutana na hasara. Haujui ni lini utakapoinuka. Ndani yako umekata tamaa, ndani yako unasikia kuchoka, ni kwa sababu haujui ni lini Mungu atakuinua. Asubuhi ya leo nina habari njema sana. Saa yako ya kuinuliwa imefika. Saa yako ya kuinuka we mama imefika. Saa yako ya kuinuka we baba imefika. It doesn't matter ni kwa namna gani umeteseka, ni kwa namna gani umepitia kwenye taabu, we ni kwa namna gani umepita kwenye unyonge, lakini asubuhi ya leo ninaiona siri kubwa katika Zaburi hii, kwamba kuna wanyonge Mungu anaenda kuwainua. Kuna waliokaa chini kwa miaka mingi umefilisika, Mungu anaenda kuwainua. Kuna watu ambao ndani yao hawawezi kupiga hatua ya namna yoyote. Ninasikia ndani yao Yesu ananiambia anaenda kuwanyanyua. Nasikia ndani yao Yesu ananiambia anaenda kuwagusa. Nasikia ndani yako Yesu ananiambia kwamba anaenda kukuinua kutoka mahali pale ulipo, na wewe unajua kabisa saa ya kuinuliwa. Kama unaamini saa ya kuinuliwa ni sasa, basi Mungu anasimama kukuinua. Maana unatakiwa kujua kwamba saa yangu ya kuinuliwa ni sasa. Nataka watu ambao wanajua kabisa saa yao kuinuliwa imefika, na ndani yao wameshachukua hatua. Sasa hivi asubuhi ya leo nataka uchukue hatua ya kiimani, uchukue sadaka. Mwambie Mungu, nataka sadaka hii iniinue kunitoa kwenye hatua hii, niinuliwe kutoka kwenye unyonge, niinuliwe hapa nilipokaa, sawa sawa na Zaburi 113. Nataka uchukue sadaka kwa imani, na tunapoenda kuomba utaenda kushuhudia kama wengine wanavyoshuhudia. Mungu ninaona anaenda kukuinua, kukutoa hapo, kukupeleka kwenye viwango vikubwa popote pale ulipo. Nataka ukamate sadaka yako na inue kwa mkono wako na unifuatishe maombi haya. Sema: Baba yangu, Baba yangu, katika jina la Yesu Kristo, nimesimama mbele zako tena asubuhi ya leo. Wewe ni Baba mwema na mwaminifu. Zaburi 113 Baba, ni zaburi yangu ya kuinuliwa. Nimeijua siri ya kwamba wewe ni Mungu ufanyaye kazi kubwa. Wewe ni Mungu uliyemuinua Daudi, nami Baba nitoe mavumbini, mahali waliko nikalisha, mahali penye shida, mahali penye madeni, mahali penye mateso, mahali penye matatizo. Baba naomba uniinue, unitoe hapo mahali penye changamoto, mahali penye tabu, mahali penye misiba, mahali penye uharibifu. Robo sakaramando roshakata rekere basatarabashaka. Nami ninatamka katika jina la Yesu, saa yako ya kuinuka imefika. Anza kuomba, tamka kwa jina la Yesu Kristo. Baba naomba uniinue katika jina la Yesu. Ninatamka kwa mamlaka jina la Yesu asubuhi ya leo. Yuko mama huyu ananisikiliza sahihi, yuko baba ananisikiliza sahihi, yuko kijana ananisikia sahihi, yuko binti ananisikia sahihi, katika jina la Yesu Kristo. Baba namuunganisha na Zaburi ya 113 katika jina la Yesu. Baba namfungulia neema asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Baba umesema ya kwamba utamwinua, utamtoa chini, utampeleka juu, utamketisha na wakuu. Baba natangaza katika jina Yesu, inua hatima yake, inua biashara yake, inua kazi ya mikono, inua neema yake, inua chochote ambacho amekishika katika mikono yake. Robo sandarama koria rekerere sata ratatata sata. Baba fungulia neema, fungulia neema. Rikabakashandarabakoria resatatatata kwa jina la Yesu Kristo. Riamondo sakata rabakoria masete rekatarabakosha rakaramakosaka. Inua mtumishi wako sawa sawa na neema yako, sawa sawa na utukufu wako katika jina Yesu. Baba mwinue, inua baba huyo, inua mama huyo, inua kijana huyo, inua binti huyo, mutoe chini mahali aliko. Pandishe Bwana, pandishe cheo, pandishe kazini, pandisha biashara zake, pandisha hatima yake. Baba mtoe mahali alipo, fikishe kwenye ndoto zake, fikishe kwenye hatima yake. Nami ninakuombea asubuhi ya leo, saa imefika. Baba akuinue, Baba akunyanyue, Baba akupeleke kwenye hatima na ndoto yako katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amen, amen, amen.
chukua sadaka yako, ipande kwenye namba ya Vodacom kwenye skrini ya 0756 934 903. Na ukifanya hivyo, naomba nijulishe kwa njia ya WhatsApp, na tunaendelea kuomba na wewe. Mungu anaenda kukunyanyua. Nichukue nafasi hii kukaribisha sana katika madhabahu ya Mlango wa Ukombozi hapa Gairo, Morogoro nchini Tanzania, ambapo mamia ya watu wanakusanyika kutoka nje ya nchi na ndani ya nchi kumuona Yesu Kristo mtenda miujiza. Nikutakie siku njema yenye baraka nzuri ya asubuhi ya kuinuliwa. Shalom, 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 shalom.